Na tukirejea hapa studioni tunaingia katika kitengo cha Makinda Hatari na leo Susan Waweru ameweza kumwangazia winga wa timu ya Manchester United Amad Diallo. Tizama. Kutoka mitaa ya Abidjan hadi kutamba katika viwanja vya Ulaya, kijana huyu ameibuka kuwa moja ya vipaji hatari kabisa vinavyoandika sura mpya ndani ya Manchester United. Ana kasi, ana ubunifu, mchezaji anayejua alipotoka na anakoenda. Ni simulizi yake Amad Diallo Traore, kijana wa miaka 23. Alizaliwa mjini Abidjan, Ivory Coast tarehe 11 Julai mwaka 2002. Akiwa na umri wa miaka 8, safari yake ya kandanda ilianza rasmi alipohamia Italia, ndipo kipaji chake kilipoanza kuonekana na kutisha kama moto wa kuotea mbali. Mwaka 2014 akiwa Bokabako, alitisha kwenye mashindano ya Krismasi, akifunga mabao mengi kama mchezaji wa umri mdogo kuliko wote uwanjani. Hapo ndipo macho ya vigogo wa Serie A yakamfuata. Safari ikaendelea hadi Atlanta, ambako alikuwa kwa kasi ya ajabu akitoka kwa wachezaji wasiozidi miaka 14 hadi walio chini ya miaka 17 katika muda mfupi, akitoa mataji na kutikisa nyavu mfululizo. Kisha ikafika siku ambayo kila kijana hutamani. Oktoba mwaka 2019, akiwa na miaka 17, Diallo alicheza mechi yake ya kwanza ya Serie A na ndani ya dakika 4 tu baada ya kuingia akafunga bao. Akawa kijana wa kwanza mdogo zaidi kufunga katika ligi kuu Italia. Manchester United hawakupoteza muda. Tarehe 5 Oktoba mwaka 2020, United walikubaliana kumsajili kwa dili lililoripotiwa kugharimu kati ya euro milioni 21.3 hadi euro milioni 37 pamoja na malipo ya ziada. Alijiunga rasmi na The Red Devils tarehe 7 Januari mwaka 2021 kwa mkataba wa miaka 5. Baada ya kuwasili, alitambulisha ubora wake haraka upesi, akifunga mabao mawili katika mechi yake ya kwanza ya walio chini ya miaka 23 dhidi ya Liverpool kwenye ushindi wa mabao 6-3. Aliitwa kwenye kikosi cha wakubwa Februari mwaka 2021, akacheza kwa mara ya kwanza dhidi ya Real Sociedad kwenye ligi ya Europa, na Machi mwaka huo akafunga bao lake la kwanza kwa timu ya kwanza kwenye sare ya bao 1 dhidi ya AC Milan. Baadaye Mei mwaka 2021 alitumia dakika zake vyema kwenye ligi kuu alipochangia bao la Mason Greenwood dhidi ya Leicester City, tukio lililoandikisha historia mara ya kwanza baada ya miaka 15 kwa kijana kumsaidia kijana mwenzake kufunga bao la ligi la Uingereza. Mwaka 2022 mwaka 2023 akiwa Rangers alifunga bao katika mechi yake ya kwanza. Baadaye akaenda Sunderland, ambako kipaji chake kiliibuka akifunga mabao 14, kusaidia kufunga kwa 4 na kuwa mfungaji bora wa timu msimu huo. Msimu wa mwaka 2023 mwaka 2024 ulimfanya atambulike zaidi. Bao la dakika za majeruhi dhidi ya Liverpool kwenye kombe la FA likatengeneza hadithi yake Old Trafford. Bao la ushindi lililomfanya awe shujaa wa usiku ule, hata kama alionyeshwa kadi nyekundu baada ya kusherehekea. Alipiga pia bao lake la kwanza la ligi kuu Mei mwaka 2024 dhidi ya Newcastle. Tarehe 7 Novemba mwaka 2024 alifunga mabao mawili yake ya kwanza kwa Manchester United, ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya PAOK kwenye ligi ya Europa. Amad Diallo ni winga wa kulia mwenye guu la kushoto, mtaalamu wa kupenya katika nafasi finyu, pepeta za kasi na mabadiliko ya ghafla ya mwelekeo, kutengeneza nafasi na kumalizia mipira kwa utulivu. Ustadi wake umefananishwa na Eden Hazard kwa pepeta za miguu na ubunifu wa Riyad Mahrez kwa utulivu, uchezaji wa ndani kutoka pembeni na miguso safi. Kijana huyu anavaa jezi nambari 16 ndani ya Manchester United. Katika ulimwengu wa soka unaozaliwa nyota wapya kila siku,
Amad Diallo anaonekana kuwa mmoja wa wale wanaokuja kubadilisha mchezo wa soka. Susan Waweru, makala ya Makinda Hatari.